Samahani kaka Kai. Mimi sikujua kama una mgeni, ndio maana nikaingia bila kubisha hodi. Ila samahani kaka. Zawadi! Zawadi! Kai. Kwani kuna nini kinaendelea wewe na huyu dada? Hamna kitu kinachoendelea, ila nilikuwa nahofia tu, maana anaweza kwenda kumwambia mama kuhusu ujio wako. Kwani kuna shida gani akienda kumwambia? Mbona kitu rahisi tu. Unamwambia mama umebadilisha maamuzi baada ya kumwoa Kendi unanioa mimi. Kuna shida gani? Hakuna shida yoyote na vyote vinawezekana. Ila bado hatujafika kwenye makubaliano yetu. Na hatuwezi kufanya kitu chochote mpaka unithibitishie kuhusu mwanamke na Kendi. Kwa hiyo niamini au? Sio kama sikuamini, ila nachotaka ni uthibitisho tu. Bila hivyo hatuwezi kufanya kitu chochote kile. Vipi? Unaweza kunipeleka kwa wewe mwanaume na nikazungumza naye kwa kina? Ndio, naweza kukupeleka. Geuka basi tuzungumze kidogo. Zawadi, nisikilize basi. Zawadi. Eti, kipenzi. Geuka basi tuongee. Yaani kusema ukweli Zawadi, bila kupepesa macho, kwa jinsi ulivyopendeza leo, hii nguo ilivyokupendezesha, nywele zako zilikuwa nzuri, ndefu hadi mgongoni, ndivyo hivi nakuonaga niko na kunywaga maji. Geuka basi na wewe. Ndo nini sasa umefanya? Geuka mwili mzima tutazamane uso kwa uso. Yaani Kai, katika siku ambazo umejua kujidhalilisha ni leo. Hivi wewe si mume wa mtu mtarajiwa wewe? Imekuwaje unaingia na mwanamke chumbani, tena ni usiku, kitandani, na mko wenyewe wawili tu? Ulikuwa unataka kufanya kitu gani na yule binti? Na ukiangalia yule binti na Kendi ni mtu na rafiki yake. Wewe ulikuwa... Zawadi kipenzi changu, mbona upendeze kuongea maneno yote hayo? Yaani kwa jinsi ulivyopendeza, kwanza nywele zako, koo yako, mashaallah, upendeze kabisa kuongea kama chiriku. Usio hivyo kipenzi. Umetoka sasa hivi? Wewe si ndio ulikuwa unajiandaa kwa ajili ya kulala? Na haya mavazi, toka lini wewe unavaa mavazi kama haya? Kwa hiyo, unataka kunilaza mimi mlango wazi Kwa hiyo ujinga wako. Dawalda, siku zote wanasema anayeua kwa upanga basi naye atauawa kwa upanga. Wewe si unamtetea yule shoga yako, sijui mdogo wako. Umeacha kuwa upande wa mimi ndugu yako wa damu, umeamua kuwa upande wa Mtubaki. Sasa labda nikwambie tu, Yesi kaamua kunifanyia mimi uchawi. Kaniroga mimi. Kamroga mwanaume ambaye mimi ninampenda. Na sio kwamba ajui. Hanajua. Ila ameamua tu kumfanya mwanaume wangu mimi asiwe lijali. Si ndio?
labda nikwambie, mimi siwezi kumwacha, na mimi nitapita njia zangu ninazozijua, na sitaki niingiliwe na mtu. Wewe endelea kwa upande wake, wala mimi sijali. Sania, bado hujanijibu. Umetoka wapi sasa hivi? Alafu kumbuka Sania, upo chini yangu. Unatakiwa uwe na adabu na uwe na hekima ukiwa unaongea na mimi. Haya basi. Nimetoka kumfanyia ubaya Kendi. Si ndio unachotaka kusikia? Kumfanyia ubaya Kendi Kendi si rafiki yako wewe? Rafiki. Angekuwa rafiki yangu, angenifanyia ambavyo yeye amenifanyia. Sina rafiki kama yeye. Alafu eti namfanyia ubaya rafiki yangu. Kwa hiyo hapo unajisahaulisha. Unajizima data, si ndio? Mbona wewe unatembea na mume wa rafiki yako? Huo sio ubaya? Ndio maana nikasema hivi. Vya kulisi vinazidi, vya kwangu vimenizidi. By the way, nikutoe tu wasiwasi. Mimi sijaenda kumloga wala kumfanyia uchawi wote, na njia zangu tunazozifanya. Kwa hiyo usiogope, sina uchawi huo. Usiku mwema. Naomba nipe nafasi nijielezee. Siwezi kukupa nafasi ya kujitetea, maana mwanaume ukimpa tu nafasi ya kujitetea lazima atakushinda. Najua kwa nimekukosea, lakini mimi sio mtu wa kwanza kukosea kwenye hii dunia. Hata muuaji naye akifanya kesi ya mauaji huwa anapewa nafasi ya kujitetea kizimbani. Kwa nini isiwe mimi? Kosa gani kubwa ambalo nimefanya ambalo linafanya ushindwe kunisikiliza mimi? Naomba unipe nafasi ya kujitetea. Anyway, ngoja nikwambie ukweli. Yule msichana kaja kunipa siri muhimu sana ambayo itakayofanya mapenzi yetu yashamiri. Najua ni ngumu kuniamini, ila ukweli ni kuwa Kendi ni mke wa mtu. Hii inawezekana vipi? Unaona mimi nilisema nikikupa tu nafasi ya kujitetea lazima tutajitetea vizuri. Na kama kweli Kendi ni mke wa mtu, hasa kulikuwa kuna umuhimu gani wa kuingia na yule binti chumbani kwako? Yule binti aliingia chumbani kwangu kwa sababu alisema huu kweli hawezi kuniambia hivi hivi. Alinipa masharti. Kwa pale alivyomuona nilikuwa natimiza moja ya masharti yake. Ndio hilo hapo sharti lake la kuingia chumbani kwangu. Ila sharti lingine siwezi kulitimiza kwa sababu tayari mimi kuna mwanamke ninayempenda ambaye ni wewe hapo. Kwa ndio hivyo amekuja chumbani kanieleza ukweli wote kuhusu Kendi. Kwa Kendi ni mke wa mtu, sijui mume wake anamtafuta na hali mbaya. Kwa hapo unavyoniona mume wake ananitafuta. Mimi nilisema tu hapo, nikikupa nafasi ya kujitetea lazima utanishinda. Angalia sasa mpaka umenishinda, si unaona? Mimi ndo maana nilikuwa sitaki nikupe nafasi ya kujitetea. Oops. Wow. Unajua nilikuwa naongea na wewe ila sikukuangalia vizuri. Ile wali limekupendeza sana. Mashallah, kipenzi changu. Wewe muongo, nakujua. Sasa mambo vipi Zawadi? Sina kusifia mpenzi wangu. Umependeza kama Cinderella. Muongo bana, kakatai muongo. Unadanganya.
Jaisalu. Naam. Kwa nikutumia ujumbe tuweze kuonana kwa haraka haraka tu, kwa nataka tuje tuonane huko mtoni. Aha. Unajua, kikawaida maisha ya mwanadamu yamejengeka katika misingi ya kihistoria, na mara nyingi kumbukumbu nzuri hufufua hisia za upendo zilizolala ndani ya moyo wa mwanadamu. Kwa ndio maana hata mimi nilipenda tuzungumzie hapa. Lakini pia unajua, huu ni mto wa upendo. Babu zetu walipenda kuuita hivyo. Na hiyo yote ni kwa sababu ndoa nyingi sana za hapa kijijini kwetu zilianzia hapa kwenye huu mto. Na mimi nakumbuka hata penzi letu lilianzia hapa. Bwana wewe, yani utausahau. Siwezi kusahau. Tangu enzi hizo baba alivyokuwa akikuagiza unakuja kuchota maji hapa, na mimi nakuona na kuvizia. Siwezi kusahau. Tulikuwa tunakaa hapa tunazungumza, unachelewa kurudi nyumbani, tunajisahau, unakumbuka unakwenda. Kwa hiyo ndio maana nimependa tuzungumzie hapa. Kwa hiyo huu ni mtu wa upendo. Swadakta kabisa. Basi ndio maana hata baba ameniambia kwamba mwanao Zawadi alimleta mchumba wake hapa. Jomba, unajua umenifanya surprise kubwa sana. Kipi kilichokufanya unitoe ndani ambacho hutaki shangazi yako akisikie? Ni kweli mjomba, nilikuita huko nje, sikutaka ukiongelea ndani. Kwa kweli mimi binafsi mimi moyo wangu unanitatiza sana. Moyo wangu umemchagua Zawadi na nahitaji kumuoa Zawadi. Hiyo ndio sababu ya kufanya mpaka nikakuita nje. Kwanza mimi nikupongeze sana. Kama kweli moyo wako umeridhia na umemwona Zawadi na una nia ya dhati ya kumuoa Zawadi, mimi nakwambia fanya hivyo na nitakuunga mkono kwa 100% zote. Na nikwambie tu, Zawadi ni mwanamke mwenye kila aina ya sifa kuwa mke. Ana nidhamu, ana heshima na ni mchapakazi kweli. Hapo utakuwa umenifurahisha. Mjomba, nashindwa kuamini. Unajua hili jambo nilifikiri kwamba nikikwambia utaweza kuleta pingamizi, lakini akili yangu haikuwa hivyo. Siwezi kushauti kwa hilo, wala siwezi kukupinga. Kwa mwanzo nilikuwa nahisi tu Kai naye alikuwa anajaribu rubuni. Nilikuwa najua kabisa nataka kumchezea. Lakini kwa kuwa mjomba umejitokeza unataka kumuoa, muoe Zawadi. Umeniita nani? Jaisalu. Mimi naelewa kila kitu. Na mpaka kuja hapa ni kwa sababu ya kukuomba wewe msamaha kutokana na mambo yaliyotokea hapo awali. Naomba unisamehe. Baba ameniambia kila kitu kuhusu wewe. Nachoweza kushukuru, japokuwa mimi sikuwepo hapa kijijini, lakini ulikuwa pamoja na familia yangu. Kiukweli wewe ni mwanaume ambaye unastahili pongezi na unastahili sifa. Asante sana Jaisalu. Mimi sidhani kama nastahili pongezi. Ni kwa sababu kila nilichokifanya nilikuwa natekeleza majukumu yangu. Unajua, mwanaume yoyote mwenye akili timamu lazima aijali na kuitunza familia yake, na hasa kumpenda mtoto wake. Kikawaida, kuitwa rijali sio kuwa tuna uwezo wa kusababisha ujauzito, lakini pia ni pamoja na kutekeleza mahitaji yote ya mtoto.
Kwa hiyo mimi nilifanya yote yale nikiwa kama baba bora ambaye ninampenda, namjali na kumtunza binti yangu. Ndio maana nakupenda. Ndio maana nakupenda sana Jaisalu. Vipi kuhusu mke wako yule muoa? Lakini mjomba, kuna kitu kinanitatiza sana. Kitu kipi? Mjomba, hivi unajua kama shangazi ana mtoto mwingine nje? Na shangazi ana mpango Zawadi kumwozesha huyo mtoto wake nje. Hicho unachokizungumza ni sahihi? Mjomba, mimi siwezi kukudanganya mjomba. Nimefanya uchunguzi wa kutosha na niliweza kubaini huyo mtoto wake pamoja na mbinu zake huyo shangazi anataka kuzifanya kwa huyo mtoto wake. Anataka kufanya nini? Si ndio anataka kumwozesha Zawadi? Mjomba, mimi nashindwa kuelewa. Sasa naanza kuamini. Unajua mwanzo nilikuwa nasikia tu kwa watu wanazungumza mtoto. Sikuwa naamini. Lakini kwa kuwa mjomba umezungumza wewe, akili yangu inaanza kufanya kazi. Lakini mjomba, unajua kama kaka Kai mnamlazimisha tu kumuoa Kende. Binafsi kaka Kai anampenda sana Zawadi. Hawezi kumuoa Kende. Na pia ukiangalia shangazi anapambana ili Zawadi aolewe na mwanawe. Lakini mimi ili swala sitaweza kukubali jomba. Kama nitakosa kumuoa mimi, ni vyema kamuoa kaka Kai. Haiwezekani shangazi amwozeshe Zawadi kwa mtoto wake. Tulishikilia kwa nguvu, we forgot how to talk. Upo sawa? Ndani ya safari, we were lost in the dark. Mwanzoni sikuwahi kumpenda kabisa, na hiyo yote ni kwa sababu nililazimishwa kumuoa na wazazi wangu. Wazazi wangu ndio walionilazimisha kuishi na yule mwanamke, lakini katika moyo wangu hakuwepo kabisa. Lakini maisha yalikuja kubadilika hapo baadaye, licha ya kuwa siku za kwanza za ndoa yetu alizijutia sana, kwa maana aliteseka sana. Kila jambo kwenye maisha ya mwanadamu linatokea kwa sababu. Lakini maisha yetu yalibadilika na kuwa yenye furaha sana mara baada ya wewe kuja na kumtelekeza Zawadi pale kwa baba. Yule mwanamke alimpenda sana Zawadi. Alimlea kama mtoto wake wa kuzaa. Jina la Zawadi lilikamilika katikati ya maisha yetu. Zawadi alikuwa kama zawadi pendwa sana kwenye maisha yetu. Alifufua hisia za upendo wa dhati ndani ya moyo wangu. Nikajikuta nampenda sana yule mama. Sana. Lakini ardhi inameza wengi. Nilimpenda, lakini Mungu alimpenda zaidi. Pole. Asante. Pole sana Jaisalu. Yeye amefariki, lakini upendo wangu amekuachia wewe. House of love, that's where the truth comes out.
niko sawa. I said I'm good, I lied. Nilipotazama nyuma nikajikuta nimechoka inside. Nilipenda bila mipaka. I gave you all my time. Safi sana shoga yangu Sania. Umejua sana kwenye surprise. Lakini Sania, hivi ni kweli ulikuwa kabisa chumbani kwa Kai mkiwa wawili tu? Tulikopo chumbani kwa Kai tukiwa hao wawili peke yetu. Yaani sijui hata ujasiri nilipatia wapi shoga yangu. Lakini mlifanikiwa kufanya chochote? Kiukweli shoga yangu hatujafanikiwa kufanya chochote. Lakini ameniambia tuingie kwenye mahusiano. Wow, shoga yangu Sania. Sasa huu ndo mwanzo mzuri. Game letu linaenda kama tulivyopanga. Lakini amenipa masharti mwenzangu. Ameniambia ili tufanye kitu chochote mimi na yeye nimpeleke kwa Mr. Tasha. Yaani mume wake Kendi. Na mimi unajua kabisa hicho kitu siwezi kukifanya na siwezi kwenda pale kwa sababu nina beef na yule baba. Sasa unachogopa nini? Hiyo ni kazi ndogo sana kwangu Sania. Hiyo kazi niachie mimi. Wewe cha kufanya, mpigie simu Kai na unikutanishe naye mimi. Ndiye nitakaenda kumkutanisha Kai pamoja na Tasha. Ila Najma, sawa haina shida. Alafu mwenzio kuna kitu kinanipa wasiwasi. Jana nilipokuwa kwa Kai pale chumbani, yule mdada wa kazi aliingia. Lakini hali aliyokuwa nayo, nahisi kama wana mahusiano hivi. Sania shoga yangu, mbona umekuwa na hivyo mapema? Sikiza nikwambie. Kai ni mwanaume handsome. Kama unavyomuona, ni tajiri, ana pesa, ana kila kitu. Iwaje aende akampende house girl, yaani dada wa kazi? Ondoa wasiwasi bwana shoga yangu. Haya, tutaona. Yaani, wajua nilikuwa kila nikikumbuka. Yaani wewe hata usahau. Sasa nawezaje kusahau vitu vizuri? I see. Jaisalu, kiukweli mimi sitaki kuwa mnafiki. Mimi sitaki kuwa muongo. Yaani sitaki kuwa muongo kabisa, niweze kukaa kwenye kundi la waongo. Na baadaye huenda huu uongo baadaye ukaja ukanitafuna. Kiukweli, kutoka moyoni kabisa Jaisalu, Zawadi sio mtoto wako. Of love. Nilipoingia sikujua if my heart was ready for this. Macho yakacheka nje lakini ndani kulikuwa na silence. Nilijipa matumaini. I told myself it's gonna be fine. Lakini kadri siku zilivyopita, hisia zikaanza kunipima. Nilidhani ni salama.